Katika theolojia kuna namna mbili ya kujifunza kuhusu uhusiano wetu na Mungu. Naomba unisikize vizuri. Namna ya kwanza ni kitu wanaita judicial ama wanaita legal. Maana yake ni kwamba tunaangalia kwamba Mungu ni jaji ambaye amekaa katika kiti chake cha enzi, kiti cha haki na hukumu. Na kwa maana hiyo msingi wa sisi kuhusiana na Mungu ni pale ambapo tunakuwa tumetimiza matakwa ya sheria ambazo ameziweka. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa? Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa sisi tulikuwa ni waasi kupitia Adamu, ikalazimu Mungu amtume mwanawe, ama ikalazimu mwana wa Mungu aje achukue mwili. Na kwa maana hiyo Yesu Kristo amekuja kuwa mpatanishi kati yetu sisi na Mungu. Mungu ambaye ana hasira kwa sababu tumemkosea. Ni sawa? Hiyo ni aina ya kwanza theolojia. Kwa hiyo Yesu amesimama katikati kati ya Mungu Baba na sisi. Huo ndo mtizamo wa kwanza kwenye kanisa. Na kwa maana hiyo Yesu anatupenda, lakini Mungu ana hasira mno na tabia zetu. Na kwa maana hiyo dhambi zetu zimemficha uso wa Mungu. Mungu hataki kutuangalia. Isaya 59, yani akituangalia anasikia kichefuchefu. Na kwa maana ukitaka kwenda kwa huyu Mungu inabidi umuombe msamaha, inabidi uombe rehema, ukae na njaa siku 7, utembelee magoti, usipige mswaki, usichane nywele, na ikiwezekana unavaa magunia, unajipaka na majivu, aka maombi ya rehema. Na ukitaka mifano tutakupa Uzia alikuwa na tutakupea kwenye Biblia, tutakwambia watu ambao walipigwa kiberiti, wakina Kora, ardhi ikafunga. Huyu Mungu ni Mungu moto ulao, anatisha. Ni sawa? Hiyo ni aina ya kwanza. Kwa hiyo Yesu ni mpatanishi huko pale. Kwa hiyo ina maana familia ya Mungu imegawanyika. Baba hatutaki kwa sababu sisi ni wenye dhambi, mwana anatutetea. Ni sawa? Jamaa mmoja akajaga, ameambiwa na mtumishi Mbeya. Akaambia, wewe baba amekukataa, Mungu Baba amekukataa. Yaani aliyebakia sasa hivi anakubali ni Yesu peke yake. Na kwa jinsi ninavyomsikia, muda sio mrefu na Yesu naye atakukataa. Kwa hiyo jamaa ametoka Mbeya, amekuja kwangu, miguu inagonga. Ni mpendwa, ameokoka siku nyingi yani. Anasema, mtumishi wa Mungu, nimeambiwa Mungu Baba amenikataa na Yesu naye muda wowote. Kwa hiyo nimeambiwa nimuombe sana. Sasa sijui namna ya kumuomba huyu Yesu ili walau naye asije akanikataa. Maana kwa baba nimeambiwa nisahau. Ngapi ndugu unasoma Biblia gani? Akasema hii. Kwa hiyo mtumishi anatembea, upako unachemka kweli. Alafu akageuka akasema, yule binti yuko na mama mwenye nyumba hapa amesema mbele. Akasema, wewe binti, kwa mambo uliyofanya Mungu amekasirika kweli. Akasema, kanisa, yani Mungu Baba amemkataa huyu binti na Yesu Kristo amemkataa huyu binti, inabidi nifanye kazi ya kuwabembeleza na sijui kama watakubali. Anazunguka. Wakina mama, ya asante sana. Wakina mama, mtumishi mume. Kwa mtumishi anazunguka, upako na kwa anazunguka. Nusu saa baadaye anasema, binti, hayo uliyoyafanya sijui kama watanisikia. Naendelea kuongea nao. Kwa kanisa sasa linamuomba mtumishi aombe kwa bidii, ammemeleze nani? Mungu Baba na nani? Na Yesu Kristo, ili amkubali yule binti. Sasa zio mimi nimekaa sijui neno, bado ninakonyagi kichwani, lakini ninaposikiliza nasema hiyo ni pumba hiyo. Neno nilikuwa sijui, lakini nikisikiliza nasema hiyo ni pumba hiyo.
Ungewaona wapendwa walionizunguka wanafanya alafu wananiangalia yani kwamba nisikitike nao, lakini mimi najua kabisa ni pumba hii. Mwanadamu gani huyo ambaye ana upendo na huruma na msamaha kuliko Mungu? Nani huyo? Kwa mtumishi anazunguka sasa, kuko na upako unachemka, basi unaona yani ni sawa yani. Akizunguka anasema, akimwangalia bila sema watu kwa hiyo iliishiaje? Akaishi akasema ngoja nijaribu. Kwamba tunatoka kanisani hatukujua kama binti amekubaliwa ama hajakubaliwa. Na ni kwa sababu ya watumishi ambao hawamjui Mungu. Sasa hiyo ni namna ya kwanza ya kuangalia uhusiano wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni tatizo. Maanake ni kwamba unapeleka mzigo kwa wanadamu. Kila kitu kinategemeana na huyu mwanadamu mpaka afanye kila kitu sawa sawa. Ndio maana wengine mkiomba hapa bado mnachanganyikiwa mpaka leo. Hujui kama unavoomba unataka uombe katika jina la Yesu ama kwa jina la Yesu. Unahangaika bado. Hujui kama unataka uanze na katika jina la Yesu mwanzo ama uje katika jina la Yesu mwisho. Kwa hiyo unahangaika, ukiomba unataka uwe uko umekamilika kwa sababu unaenda kwa jaji huyu hana mchezo na sheria. Ukikosea kanuni za maombi Naomba nikuulize swali. Nani hapa mtoto wako akija ana shida kama hajaomba ilivyonyoka umsaidie? Na kuhakikishia kakija hata kama lugha yake ni mbaya, kakaja sema mama nipe chakula nasikia njaa, mtakaonya huku na katafutia chakula. Sawa si sawa? Utaambia atusemagi hivyo, tabia ya wapi, nitakuchapa, nitakunyuka. Siku nyingine sema naomba, sema naomba mama, okay. Lakini umwambie kwa kuwa sasa haujaomba kaendelee kukaa na njaa. Hakuna mzazi na Bwana sasa ikiwa ninyi mlio waovu. Lakini sisi kienda kwa Mungu tunaendaje? Nikikosea nikasema katika jina la Yesu wakati ilikuwa natakiwa niseme kwa jina la Yesu, Mungu anasema sahau. Mungu anasema sahau. Hapa hamna kitu. Ama nikienda nina kadhambi kadogo, kadhambi kaduchu. Dhambi gani? Kwamba wakati napita stendi kuna konda alitukana, afu mimi kwa sababu nilikuwa na mawazo mengi, lakini lile tusi likaingia kwenye sikio. Na kwa maana sasa nina dhambi ya kusikia. Na kwa kuwa sijakumbuka hiyo dhambi ya kusikia, kutubu kwa ajili ya hiyo dhambi ya kusikia, kwa hiyo Mungu anasema wewe ulisikia matusi stendi alafu hujaomba msamaha, sahau. Imagine ndio umeokoka, unaenda kwenye darasa, unafundishwa darasa la kukulia wokovu. Ndio unaeleza huyu ndio Mungu uliyempokea. Wakati huo nimetoka baa, sijui hata kusoma Biblia. Hiyo ni aina moja ya uhusiano na Mungu. Sasa aina nyingine ya uhusiano na Mungu hapa kwenye theolojia, kitu anaita filiali. Filiali ni uhusiano wa baba na mwana. Sawa? Ile ya kwanza ilikuwa ni uhusiano wa mkataba, kwamba ukifanya hivi mimi nitakufanyia hivi. Tafuteni sana kuwa takatifu, maana pasipo takatifu hakuna atakayemuona Bwana. Maya kusikia hiyo? Mchungaji anakutwanga hiyo naye anaya kwake, wakati anawahubiria mjomba wake naye yuko kwenye ukumbi hapo naye anaya kwake, washirika kila mtu anaya kwake. Yaani ukiambiwa hivyo nasema hivyo. Huo ni mkataba. Kwamba inategemeana na wewe. Lakini kwenye filial, uhusiano wa baba na mwana, maana yake ni kwamba story inakwenda hivi. Mungu, na unasikize vizuri, namalizia. Mungu ambaye ni baba wa milele, anaye mwana Kristo ambaye ni mwana wa nini? Milele. Walikuwa wanaushirika katika Roho Mtakatifu. Communion in the Spirit. Kwa baba anampenda mwana, anamimina pendo lake kwa mwana, lakini wakati huo baba anaachilia uzima wake kwa mwana, zawadi yake kwa mwana. Tuko sawa? Na huu ushirika unafanyika ndani ya Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu ndio mwezeshaji wa baba kumpenda mwana na mwana kumpenda baba. Kwa hiyo una familia wako watatu. Wanathiolojia wa zamani wanasema hawa watatu walikuwa wako kwenye dance, wanacheza, wamesokota mikono hivi. Unavika mkono hivi, mnatengeneza duara. Waarabu wanajua watu wa zamani wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo wako kwenye dance. Lakini baba akafika mahali Mungu akasema na tufanye mtu kwa sura yetu na nini? Na mfano wetu. Ili nini? Ili waingie katika huu ushirika. Kwa sababu pendo nilonalo ni kubwa, ni jingi mno. Mwanangu Kristo, na yani liko malove aliyoko, mnahitaji mwingine wa kummiminia. Kwa hiyo ndio maana wewe ukaingizwa kwenye picha. Mwambie jirani yako wewe hapo. Kwa hiyo sasa hivi sio watatu tena. Sasa hivi mko wanne. Una Mungu Baba, una Mungu Mwana, una Roho Mtakatifu, alafu na wewe hapo kwenye picha. Ni sawa? Na pendo la Mungu kwako halina masharti. Linasukumwa na kiu na shauku ya yeye kuwa na familia. Tuko sawa? 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 Kiasi kwamba hata dhambi ilipoingia haikuweza kuzima ili pendo la Mungu kwako. Ndio maana bustani ya Eden, baada ya Adamu kuasi, bado Mungu anaendelea kumhudumia Adamu. Hakumwacha Adamu. Hata Kaini alipomuua ndugu yake Abeli, bado Mungu anaendelea kushughulika na Kaini. Hakumwacha Kaini. Kaini anasema unaniondoa katika uwepo wako, wakiniona huwa. Mungu anasema nitakutia alama, yoyote atakayekugusa na kula naye sahani mara 7. Ndio maana Bwana nani Paulo anasema kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi, Mungu adhihirisha pendo lake kwetu sisi, kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa wenye. Kwa hakuna dhambi yoyote inayoweza kukutenga na upendo wa Mungu Baba. Hakuna, 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 hakuna. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekusudia kuwa na familia. Wana familia ambao wote wanafanana na Kristo katika sifa na tabia. Ni sawa? Hasa pointi ni hii. Siku moja Mungu akaniuliza, akaambia kwenye Waefeso 2:19 nimesema ninyi ni wa nyumbani kwangu, ninyi ni wenyeji wa nyumbani kwangu. Nikaambia ni kweli umesema. Akaniuliza, unadhani nilikuleta nyumbani kwangu ili iweje? Unadhani niliamua kukuokota mtaani nikakufanya mwanangu, nikakupa jina langu, nikakufanya uwe sehemu ya hii familia ili iweje? Labda Kristina anaweza akatusaidia kwamba wewe na mume wako mliamua kupata watoto ili watoto wao wanawaimbia, si ndio? Na? Ama mliamua kupata watoto ili waende shule kusoma, si ndio? Kwa nini mliamua kupata watoto? Ni ili watoto waje wawaimbie? Kwa nini? Ili ukiamka asubuhi ukute vitoto vyote vimekusanyika mbele ya nyumba, baba, baba, baba. Leo unakaa unasikia anasema ongeza. Kwa nini mmetafuta watoto? Kuongezeka ili iweje? Agizo. Naye umemsikia mama yako amesema ni agizo. Kwa hiyo sika kuambia usinchoshe, elewa agizo. Unajua mambo kama haya hatujawahi kuyawaza, na ndio maana uhusiano wetu na Mungu unatupiga chenga. Kuna mambo ya kimsingi kwanza.
Sawa si sawa? Na kitu cha kwanza ni uhusiano. Okay, wengine wanaangalia sema sina mtoto kwa hiyo sina warithi. Abraham alimwambia kwamba Eliezeri Mdameski anasema utanipa nini wakati sina mrithi? Kila mtu anataka kuwa na mrithi. Sawa si sawa? Kwa anataka awe na familia, awe na watoto, awapende, hao watoto ndo watakaorithi. Watarithi ni watarithi jina, watarithi na mali na kadhalika. Ni sawa si sawa? Sawa si sawa? Sasa kwenye mahusiano kuna mambo mengine. Wewe kumheshimu baba yako, sawa, haikufanyi wewe uwe mtoto wake. Ila kwa kuwa wewe ni mtoto tayari, inakulazimu kufanya nini? Kumheshimu. Ukimheshimu, usipomheshimu, yeye bado ni nani? Baba yako ama mama yako. Ni sawa si sawa? Sawa si sawa? Darasani ukifanya vizuri, ukafanya vibaya, bado lazima akulishe, lazima akuvalishe, lazima akulipia ada. Sawa si sawa? Okay, unadhani hiyo hali ya ubaba, hiyo hali ya uzazi tumeitoa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo unadhania mtazamo wake kuhusu wewe ukoje? Amekuleta nyumbani kwake ili iweje? Turithi. Exactly, turithi, sawa. Na nini kingine? Mahusiano, si ndio? Ndio kitu cha kwanza. Na Mungu anataka kufanya mambo mawili kwako. Moja, amekula ahadi kiapo kwamba atakupenda na atakuwa mwaminifu kwako. Ndio maana Bwana Yesu anasema kondoo mmoja akipotea, naacha 99, naenda kumfukuzia yule mtoto mmoja mpaka atakaporudi nyumbani. Na nikienda nikamkuta yule kondoo, soma Biblia yako vizuri, nikimkuta yule kondoo, nakata fimbo nene namna hii, ninamkunguta yule kondoo mpaka anazimia. Inasemaje? Anasema akimkuta yule kondoo, anambeba, anamweka wapi? Mabegani. Alafu anarudi, anaitisha nini? Sherehe. Kwamba nini? Kondoo amefanya nini? Amepatikana. Na kuna wengine nikiwaangalia hapa kila siku mnasababisha sherehe mbinguni, wakimtanyelewa. Kila siku unakata kamba, umepotea, piu, Yesu anafukuzia na ukamata begani, sherehe. Hawajamaliza sherehe, ulishachomoka, piu, Bwana Yesu anabidi aende tena, anakamata kwenye mabega, sherehe. Yaani mbinguni wamekula sherehe mpaka wamechoka, sasa inatosha. Nisemalo ndio hili. Mungu alikuokoa akakuleta uwe wa nyumbani kwake ili apate fursa ya kukupenda na kumiminia uzima wake. Ngoja nikwambie ndugu, unajua vitu vingine, nataka upige picha hii. Mungu amekaa kwenye kiti chake cha enzi, yuko na mwanae Yesu Kristo, wanapiga story na Roho Mtakatifu. Alafu mbele yao wako malaika wanaimba mtakatifu, 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 mtakatifu. Wanamwimbia, wanamwabudu, na malaika wanajua kuimba, wanaimba, trust me, sauti zao. Akaangalia, wanamwabudu, wanamwimbia, lakini anamwambia Bwana Yesu, anamwambia, mwanangu, kuna kitu kinamisi, mbingu imepwaya. Maisha ya kiti cha enzi yamepwaya. Anamwambia, baba nini? Anasema nini? Anasema huyu mwanadamu huyu ambaye tulimwekea nafasi yake hapa, akaasa, akakimbia, mimi ndani mwangu hapawezi kutulia mpaka amerudi. Yaani Yesu alikufa msalabani lini? Kristo alikufa msalabani lini? Mini? Miaka mingapi?
Naomba nitofautiane na wewe, unaniruhusu? Biblia yangu inasema katika Ufunuo 13:8, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu Kristo alikufa msalabani. Kwa lugha nyingine, milele yote Kristo amekufaga msalabani. Kwa kabla ya dhambi ya Adamu ya uasi, tayari majibu yalikuwepo, kwamba Mungu alitengeneza mpango kazi kwamba hakuna hata siku moja atamkosa mwanadamu katika makao yake makuu. Hebu mwambie jirani yako, Mungu anakupenda. Mwambie, wewe ni wazo la Mungu. Wewe sio bahati mbaya. Ndio maana ulivyozaliwa mara ya pili, yani kabla hujabadilisha mawazo chap, tayari yeye na Bwana Yesu wakawa ndani mwako, wanakaa huko ndani yani. Sasa hivi ukienda popote unaenda nao. Nirudie. Popote unapoenda unaenda nao, kwa sababu wewe na wao mmekuwa kitu kona. Mizimu, kila kitu kimekula kona. Kwa nini? Mwana wa Mungu aliye hai alivyoingia, nani kaingia pia? Mungu Baba, Mungu Mwana na nani? Lakini hicho ndo kilele. Amen. Mungu alikuita uwe mwanae kwa ajili, moja, amimine pendo lake kwako; mbili, uweze kushiriki uzima wa milele katika roho, nafsi na mwili. Na habari njema, kazi ya Yesu Kristo pale msalabani alivyosema imekwisha si? Hebu thubutu kusema, Mungu ananipenda kama ambavyo anampenda Yesu Kristo. Thubutu kuamini uone. Yaani nakumbuka nimeingia ndani kwenye chumba, nikamwambia Bwana Yesu, nikwambie kitu, hii kazi imenichosha. Nimeshindwa kufanya viwango vinavyotakiwa, nimeshindwa kuwa mtumishi wa standard ambao watu wanataka. Kwa naomba nipe ruhusa niende nikafanya zangu biashara. Akasema, mwanangu, napendezwa na wewe. Wewe ni mzuri mno, sijaona kasoro yoyote katika utendaji wako wa kazi. Baada hapo namwambia nini tena? Na nikwambie kitu, hayo ndio maoni ya Mungu juu ya maisha yako. Wewe ni mzuri mno, hamna kasoro. Uhitaji kuboresha chochote. Mwambie jirani yako, Mungu anakupenda mno na anaridhishwa na wewe. Anasema, tazama ulivyo mzuri, mpenzi wangu, wewe huna kasoro yoyote. Hayo yalikuwa ni maneno ya Yesu kwa bibi harusi yake ambaye ni kanisa, ambayo kanisa ni wewe. Anasema, tazama ulivyo mzuri mpenzi wangu, wewe huna kasoro yoyote. Ametuita akatuhesabia haki, si ndio? Akatutakasa. Kwa hiyo sisi nini? Wenye haki, watakatifu, hatuna hatia, mawaa wala lawama yoyote.
Hebu sema, mimi sina kasoro yoyote. Sina upungufu wowote mbele za Mungu. Mungu anaridhishwa na mimi. Kwao wamekukamata, na kwa maneno sasa hivi wameanza mchakato wa kufukuza kazi. Uthubutu hata kurudi kumwomba Mungu. Tabasamu zichache, wengine wamenuna, wengine wanatolea macho. Uthubutu. Na hata ukitaka kwenda unaanza kuwaza naendaje. Unasema kwa kuwa makosa ni ya kwangu, sina uhalali wa kumfuata Mungu kumwambia nisaidie. Lakini yeye anataka uende. Unasema naendaje? Simple. Nenda tukwambia, baba wewe ni genius, uliaje kuiba ni mbaya. Nimeakoroga, nataka kunifukuza kazi, na mimi kazi naitaka. Nisaidie. Naomba uondoe kesi. Unajua atakachofanya? Ataondoa kesi. Amina. Sasa angalia walokole mnavyoniangalia. Anaondoa hivi. Kwa nini? Kwa sababu ni baba yako. Ni mzazi gani hapa mtoto wake akiiba akakamatwa hayuko tayari kulipa deni la mtoto wake mtoto atoke kama ana uwezo? Nachotaka kujaribu kukuambia ni kwamba haijalishi hayo makosa ni ya bahati mbaya, ya kukusudiwa, umetegeshewa na ibilisi. Ukiingia kwenye tatizo, pekee anayeweza kukutoa na kukuvusha ni baba yako, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Na ukienda mbele zake, nisikilize, na ukienda mbele zake hakukosoi wala haonyeshi, anasema mwanangu wewe ni mzuri mno mno, wala hakuna kasoro yoyote ndani mwako. Mungu alikuhesabia haki sio kwa sababu ya ulichokifanya wewe, kwa sababu ya alichokifanya Yesu Kristo. Ili kwambie, usipoelewa kwamba unakubalika mbele za Mungu, usipoelewa kwamba Mungu anakupenda, maana yake ni kwamba unaanza kutafuta kukubalika, na kwa maana utakapohisi kwamba haukubaliki, ndipo inapozaa juhudi binafsi. Kwa hiyo unasema nifanye nini ili Mungu anione? Na ndio hapo unapofika mahali unaamini maombi ya mwingine yana nguvu kuliko ya kwako. Kwa sababu gani? Unaamini wewe huna kibali mbele za Mungu. Nina habari njema kwenu. Hebu zungusha macho yako kwenye ukumbi, jaribu kuangalia watu watano. Nitakwambia kitu kimoja. Kwenye huu ukumbi hapa hakuna aliye mwenye haki au mtakatifu kuliko mwingine yote. Wote tuko sawa. Kwa nini? Wote tumekuwa wenye haki na watakatifu kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Nitaenda mbali zaidi. Yesu Kristo sasa hivi hana haki na utakatifu zaidi yako wewe. Okay, ngoja niende mbali zaidi. Mungu muumba wa mbingu na nchi hana haki zaidi ya haki ulionayo wewe sasa hivi. Na ndio maana vyote hivi tumepewa kama zawadi. Kazi yetu nini? Kazi yetu ni kusema asante. Hujapata kwa kufunga, hupati kwa kukesha, hupati kwa kuomba. Umepewa kama zawadi. Nanielewa? Wala unanisikia? Acha hiyo hadithi hiyo. Wewe kwa nini unaamini mtu mwingine maombi yake anasikika na yako hasikiliki? Kifupi unasema nini? Mwalimu Kwigema naomba unisaidie kuomba. Kwa what am I saying? Nasema Mwalimu Kwigema, naamini wewe una haki zaidi mbele ya Mungu kuliko. Ngoja niweke vizuri. Mwalimu Kwigema, ninaamini uhusiano wangu na Mungu una matatizo, lakini uhusiano wako na Mungu uko sawa. Kwa hiyo nisaidie kuomba. Na saa nyingine unakuja kwa Urumagadi unasema mtumishi nisaidie kuomba. Unajua Urumagadi mwenyewe ametoka kuvurugana na kiasi kwamba ungeonyeshwa picha ya nyumbani kwake jinsi alivyovurugana ungesema bora maombi yangu mwenyewe kuliko ya huyo. Sije kwa nini anachokuzungumza. Hiyo hali ya kuona kwamba huyu akiomba atasikiwa na Mungu na mimi nikiomba sitasikiwa inatoka wapi?
Inatoka wapi? Kwa hiyo nikiwa natembea zangu nikakumbuka lile deni linavyonisumbua. Kwa hiyo nikiwa natembea nikasema, baba, unafahamu nadaiwa kwenye redio. Sasa hivi napokea shilingi milioni 4. Nataka ikifika kesho jioni ile ndio nimeipata. Alafu nikelea na shughuli zangu. Jioni nimerudi nyumbani, mtu akanipigia simu akasema, mtumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe, amen, kweba. Ni hivi, Mungu amezungumza na mimi nikupe milioni 4.5. Nimesema nikuambie kabisa nisije nikabadilishe mawazo, kesho na kutumia. Na nisipotuma ikifika asubuhi saa 4 naomba unipigie simu nikumbushe. Now, hata ukisikia anasema kwa sababu ni mtumishi, kwa sababu alikuwa kwenye radio, no. Actually nahisi nilikuwa nimeenda kwenye radio, nilikuwa sijaambiwa. Nirudie. Kwamba nilimueleza, sikusema sasa ngoja nikifika nyumbani nitaoga, nikishaoga nitapaka mafuta, alafu nitaanza baba, 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 baba. Sidio? Sina huwa mnafanyaga hivyo? Unamuimbia, unamchezea kidogo kumpoza yani. Huyu ni baba yako, anakupenda, na ndio maana ameamua kuja kukaa ndani mwako ili ukisema aba anasema mimi hapa. Ndio mzazi pekee ambaye anaambatana na mwanae kila mahali ili kuhakikisha kwamba mwanae ana kila kitu na ana kila msaada anaohitaji kwa wakati mwafaka. Mwambie jirani yako, Mungu anasikia maombi yako. Kwa sababu ni baba yako. Na anakusubiri useme neno tu. Acha mambo magumu. Mmesha kariri ukija na nyimbo 3 za kuabudu, sifa. Wengine kuimba mko kama mimi. Sauti yenyewe hiyo. Yaani hata wewe mwenyewe wakati unaimba unaona aibu yani. Achana na hiyo kuimba, kwani lazima uimbe? Tunakuabudu Bwana mwenye uweza wa yote. Hivi Mungu afanye anasema Gabriel akimaliza uniambie. Achana na hiyo, sio lazima kuimba. Sema, Mungu ananipenda. Ana shauku ya kusikia kutoka kwangu. Ngoja nifafanue kidogo. Sababu ya mzee kuamua kwenda kuhudhuria mechi za baseball sio kwa sababu anapenda baseball, ni kwa sababu anampenda mwanae, na mwanae anapenda baseball. Automatically imesababisha mzee naye aende akaangalie baseball. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba chochote ambacho unakipenda automatically inamlazimisha Mungu akipende. Maana yake ni kwamba kama unapenda kufanya biashara, labda unataka kufanya biashara ya kuku, ama unataka kufanya biashara ya magari, ama unataka kufanya chochote kile unachotaka kukifanya, kama ni halali na kililipiwa na kazi kamilifu ya msalaba wa Kristo, maana yake ni kwamba Mungu anakipenda kile kitu kwa sababu ya wewe. Kwa nini? Kwa sababu anajua unapofanikiwa na kuanza kufurahi inamfanya nini? Yeye anafurahi kwa sababu wewe umefurahi. Si raha ya mzazi akimletea mwanawe zawadi, aone mwanae anavyoifurahia ile zawadi. Si ndio? Amin. Kimpa akasema wow, baba hichi ndio nilikuwa nakisubiri. Yaani akafurahi. Yaani ile furaha anayoonyesha usoni, wazungu wanasema ni priceless. Haina, yani uwezo kaithaminisha. Kwa na Mungu Baba unapofanya shughuli akaja akakupiga jeki, yeye anakupiga jeki kwa siri siri, alafu ukafurahi kwa umefanikiwa. Yani wakati unafurahi asema baba asema yani anaikamata ile moment kwenye picha chop ameweka ukutani kwake ofisini. Ukiingia ofisini kwa Mungu unakuta ile picha kati unasema nimependa hii kazi, anakuambia umeifurahia? Ndo kazi unayotaka, ndo kilicho ndani ya moyo, anambia yes daddy. Anasema no problem.
Hata kama anajua kwamba uipendi, anakupa kwa sababu umemwambia unaipenda, si kwa sababu neno lako lina uzito kwake. Alafu ukishaifanya baadaye ukisema nimegundua, anasema najua mwanangu, hamna shida, no problem, nilitaka ujifunze, ngoja tutafute nyingine. Ni sawa? Kwa sababu wengi mnaenda na formula kwa Mungu. Anything. Nilikuwa nazungumza naye, anambia vitu kwangu mimi. Hili kaja swali moja. Sasa kama sio mpenzi wa kusafiri, wa kununua vitu vya thamani, kuvaa vitu gani, kuendesha vitu gani, then kwa hiyo umeridhika? Nikamwambia hapana, nahitaji hela nyingi. Nikamwambia kwa nini? Moja, kwa ajili ya watoto wangu, lakini mbili, kwa ajili ya kupeleka injili. Nao akaambia hiyo ni unataka hela kwa sababu imezaliwa kutoka kwenye upendo, sio kwenye ubinafsi. Nirudie. Hata nikuulize wewe, kwa nini unataka mshiko mwingi? Kiasi kwamba ukiamka Jumapili unataka kuvaa viatu kwenda kanisa, inabidi unene kwa lugha, upewe neno la maarifa, uvae viatu gani? Jinsi ulivyonavyo vingi. Unataka gari nzuri ya nini? Wakukome, si ndio? Na kwa nini tunawaza hivyo? Ni kwa sababu ya uyatima. Ungeelewa kwamba babako anakupenda, na wewe ungeanza kupenda kama yeye anavyopenda. Hebu sema, Mungu ananipenda. Hakuna baba aliye kama yeye. Anaridhika na mimi katika kila hali. Hebu sibutu kujitaja jina, sema fulani, unajua Mungu anakupenda. Jitaje tu mwenyewe. Rudia tena. Rudia tena. Pendo linalomata moja tu hapa duniani, pendo la Mungu. Mungu akikupenda, unajua nini kimebadilika? Ambao walikuwa hawataki nije kwenye hii dunia, ghafla wote wako kwenye malove. Ni kwa sababu pendo moja tu ambalo lilo zito linalomata, pendo la Mungu, likishakuwa kwako, hayo mengine yote yanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio pendo ambalo unatakiwa uwe makini nalo, utege sikio, ulisikilize, tembea kifua mbele ukijua kwamba Mungu anakupenda. Na kwa kuwa anakupenda, hakuna yeyote anayeweza kukugusa. Sijui kama unanielewa, hakuna. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asiangamie, asiharibike, bali awe na uzima wa milele. Kwa Kiingereza anasema everlasting life. Lasting life. Kwa maana kila mtu awe na uzima usiokuwa na ukomo. Siku utakapojifunza kupokea uzima wa Mungu, ndo maisha yetu yatakapobadilika. Hebu jitaje tena, sema Mungu anakupenda.